asifiwe wapendwa, na wasalimu tena kwa jina la Yesu Kristo ali hai. Basi tunaendelea na ushuhuda. Kuna maswali, lakini hayo maswali kuna mengine nasahau. Okay, swali moja nilikuwa naulizwa kama nilipata Bible. Okay, sijapata, lakini natumia tu hii Bible iko kwa simu, ndio huwa natumia. Namshukuru Mungu. Alafu sasa kuhusu kumaliza, nahitaji kumaliza nirudi nyumbani. Na sasa ni kuanzia tu kama mwezi wa 8 hivi naona nitakuwa nimerudi. Kwa hivyo naomba Mungu aniwezeshe ili ifike hiyo siku. Maswali nitapitia baadaye, ama mtumishi atanikumbusha, maana mengine ninayasahau. Basi nikaendelea na maisha. Na huyo kulikuwa na huyo mfanyakazi mwingine, huyo mmoja ambaye nilikuwa nimemwacha sasa. Huyo ambaye alikuwa anasafisha hii nyumba ambayo tunaishi. Basi siku moja naye aliangusha kijiko, hii serving spoon ilianguka. Ilivyoanguka akachukua, hakuiosha, akachukua tu akaweka kwa ninio, kwa hiyo ninio sufuria ambayo alikuwa anapikia. Yani mimi hata sikuamini, maana hapo huwa kuna ninio, kuna zile kamera zile. So mimi nilishangaa tu, nikamwambia mbona huioshi, na unajua hapo unaonekana. Yani venye alifuatwa na watoto na huyo mama, basi wakampiga. Huyo kijana ambaye alimpiga yule mfanyakazi mwingine waliyemuoa, mpaka akawa anatoka madamu. Huyo alikuja akampiga, akamsukuma, akamchukua akaenda naye kwa hiyo room ya huyo mama. Walimpiga mpaka alitoka hapo. Hii jicho moja ilikuwa inatoka damu. Ilikuwa tayari ilikuwa imetani, imekuwa red, alafu unaona hata damu zinatoka. Yani nilimwangalia tu hivi. Lakini naye kitu kingine ambacho alikuwa pia yani nilikuwa naona tu ananikosea. Yeye naye pia alikuwa na huu mdomo, yani si mdomo wa kujibishana, lakini alikuwa na mdomo wa kusema, yani kitu kidogo tu amesema. Sasa nikamwambia, hapa mahali upajui vizuri, lakini mimi napajua. Kwa hivyo kama utakuwa hivyo, basi hautapaweza. So hiyo siku tukaendelea na kazi. Yeye anafanya kazi zake na mimi nafanya kazi zangu. Kumbe alikuwa amepanga nataka kutoroka. Basi ikafika jioni, akawa huyo mama amelala na watoto, kila mtu yuko kwa room yake hao. Akatoka tu anaenda kutupa takataka, naye ndio hivyo akakimbia akaenda. So baadaye ndio tukaja tukanotice, sasa wakaanza kutafuta. Na kulikuwa na mfanyakazi mwingine wa yule nyanya ambaye hana meno, yule bibi ambaye hana meno, yule mzee. Alikuwa na mfanyakazi wake, nao walikuwa ni wanatoka nchi moja, Philippines. So tukaulizwa, tukaambiwa tumtafute, tukamtafuta, tukumuona. Baadaye ndio wakaingia ndani, wakafungua hiyo ninio, tukawa tunaangalia sasa vile kilivyofanyika. Wakafungua hiyo, wakawa wanaangalia hiyo kamera venye amepita, ameenda mpaka wapi. So wakaninio, wakafungua, tukaona amechukua ninio la takataka. Amechukua hizo takataka, akatoka nje, akatupa na kipepa bag chake. Kilikuwa nafikiri ilikuwa ni pesa humo ndani. Ndio huyo tukamuona mpaka vile alivyoenda. Sasa baadaye wakasema akachukueni vyombo vyake mvilete, tukaenda tukachukua tukavileta.
So yule mama sijui kama ni vitu walikuwa wamepanga, amepanga yeye mwenyewe, labda akatoa nywele hapo, akatuonyesha, akatuambia hebu oneni. Sisi tulikuwa tunatoa hizo vitu zake tuangalie kuna nini ndani. Yeye huko akatuonyesha nywele, akasema hata amechukua nywele za watoto wangu. So tukajua huyu anataka kumwekelea hii kesi, lakini wacha Mungu tu ampiganie. So baadaye nasikia ndio wakapigiwa simu, wakapeleka hizo vitu zake. Sasa kufika kule nafikiri walishindwa, maana huyo alienda alikuwa jicho hata inatoka damu, imefura. Kwa hivyo nafikiri hiyo kesi iliwashinda, akawa ndio ameenda, na alikuwa amebakisha miezi 4 amalize safari. So baadaye akabaki huyo mwingine. Sasa huyo mwingine ndio akawa sasa kila kazi ni yeye. Mimi nikirudi juu kwa tajiri wangu, sasa yeye kazi ni zake peke yake. Naye akaangalia tena hivyo maneno, naye madogo mara hivi anapelekwa hivi mara hivi, yani maneno yasiyoisha. Siku nyingine akapika chakula yake Indomie akakula. Sijui kama alikuwa anaugua, akaenda akatapika hizo nenio. Alafu sasa alikuwa na simu, akapiga picha akatuma kwa sijui alitumania watu wake ama ni nini, mimi hata sikuelewa. Maana nilitoka huko nikawa naitwa, nikashuka kufika huko nikaambiwa ona, nikapewa hiyo simu yake, nikaulizwa hii ni nini, nikasema mimi sijui. Maana ilikuwa inaonekana kama damu hivi kama nini. So nilivyomuuliza akasema ni Indomie amekula, lakini sijui ameweka chili ama ni nini. Nikamwambia mbona iko hivi? Hiyo kesi nayo ilimpeleka huyo msichana, maana naye pia alipigwa alafu wakachukua wakapeleka kuna mahali sijui alipeleka, maana alikuwa amezitoa. Unaona, sasa wakaenda wakaziregesha hizo picha zote ambazo alikuwa amedelete, ndio wakaleta. Walivyorudi wakasema hii si Indomie. Wamesema huko si Indomie, ni sijui alisema sijui ni damu, sijui amefanya nini, sijui ametoa wapi, yani mambo ambazo hata hazieleweki. So mimi nikasema mimi sasa siwezi jua, manake ni yeye mwenyewe ndio amesema hivyo, siwezi jua. Kwa hivyo akawa naye sasa wamempokonya ile simu, hana simu na hawamchukulii vizuri naye. Sasa ni kumtukana tena, alikuwa hata ni mgeni, hata alikuwa na mwezi mmoja naye. Alivyoona naye maisha yamekuwa magumu. Hapa kwa hii nyumba kuna swali lingine nimekumbuka. Kuna mtu alikuwa anasema mlikuwa wawili, kwa nini mnasema kazi ni nyingi, mlikuwa wavivu? Hapana, si uvivu. Unaenda unajua kazi yako, unasafisha mahali fulani, unapiga pasi, unaosha vyombo, unapika, hivyo unajua. So tunajipanga. Lakini sivyo. Huyo mama ndiye atakupangia, akwambie utafanya hii, ufanye hii, na wewe utafanya hii, ufanye hii. Vile tu mkianza hizo kazi mnafanya, amekuita, nenda ukafanya kitu fulani. Unaenda unafanya, haujafika katikati ama ndio uko karibu kumaliza, amekuita, anakuambia nenda. Sasa ukumbuke nyuma kuna kazi 2 haujazimaliza na amekutuma nyingine. Unajua, sasa unaenda unafanya hiyo nyingine, haujaimaliza, amekutoa tena, amekutuma kazi nyingine. Sasa hiyo ndio kitu ambayo ilikuwa inatufanya kazi haziishi. Unaona, afadhali yule mtu anakutuma, unafanya, unajua nafanya hii, nikimaliza nitafanya hii, nikimaliza ninaendelea na hii. Lakini yeye anakutuma hii, umeanza kushika, amekuita, amekupea nyingine. Hiyo nayo unaendelea, umefika katikati, amekutoa hapo, amekupea kazi nyingine. Sasa hebu jifikirie wewe mwenyewe utafanya gani, uache gani? Sasa hiyo ndio ilikuwa kazi yake. Alafu tena akienda kilala, akiamka, hataki kujua, na yeye ndio amekufanya hivyo, amekuachisha kazi 3 nyuma, haujazimaliza, amekupea nyingine, na anaenda kulala nusu saa. So umalize hiyo, alafu uregelee hizo 3 zingine huko. Niambie, na hiyo siku ni moja, tena mimi niko na watoto. Niambie dada yangu ama ni ndugu huyu ambaye aliuliza. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa changamoto. Sasa huyu mwingine naye akaja naye akafanya nini, akatoroka naye. Basi kukawa hakuna mfanyaji kazi. Sasa ikawa ni mimi na niko huko, nishuke tu chini nifanye ile ambayo nitaweza
nitarudi huku, maana huku pia na kazi nazifanya. Nikaona hii maisha nayo si. Ndio wakaanza kutafuta, wakapata hawa wa mwezi hawa. Mimi nilifanya tuseme ni siku moja tu ama 2 ndizo ambazo nilienda tu, lakini si kazi nyingi. Niyo tu kuosha tu hivyo vyombo basi, maana nilikuwa na watoto na kazi huku juu zinaningoja. So namshukuru Mungu, maana walipata mwingine, akaja sasa wakawa ni wale wa mwezi, wale Kemboi wanaitwa hivyo Kemboi. Sasa anafanya alafu anaenda mwezi kisha anaenda. Basi wakashikililia na hao, wakapata mwingine. Sasa huyo alikuwa ni Bangali. Sasa huyo alivyokuja naye akawa anaangalia mtoto yule msichana ambaye aliachwa na mume wake akiwa na mimba. Huyo alikuwa anachunga huyo mtoto. Basi huyo ndiye akawa anafanya hizo kazi akiwa ni mgeni. Lakini kuna wakati akaja akapiga yule mtoto. Sasa alipopiga yule mtoto akaonekana, na mimi nilikuwa nikimwambia huku watoto hawapigwi. Sasa nilikuwa namueleza. So akaonekana, ilikuwa vita nayo, maana naye alipigwa hiyo siku alipigwa. Alafu wakasema wanampeleka polisi. Sasa nikaninio mimi nikamsaidia, nikasimama katikati. Nashukuru Mungu maana alinipa ujasiri na nikaongea. Yani niliwalalamikia, nikawaambia msamehe basi. Leo ndio mara kwanza, na si mara kwanza alikuwa anapiga tu huyo mtoto. Kila wakati tu anampiga, na nilikuwa nikimwambia lakini hakuwa anataka kuelewa. Basi nikasimama nikamtetea, nikamwambia mwacheni, msimpeleke, mpeni tu chance. Nikaongea, nikaambia yule tajiri wangu wa mwanzo, hata hanisikii kabisa. Nikaambia huyo kijana, kuna huyo kijana ambaye wakati nilikuja alikuwa ni mdogo, sasa amekuwa mkubwa. Akawa naye anampiga, hata ndio anampeleka sasa, hata wamemtoa nje. Nikasema Mungu, huyu anapelekwa. Nikamfuata huyu tajiri wangu ambaye niko naye sahihi, nikamwongelesha, nikamwambia mwacheni basi, hata kama atafanya makosa tena mimi mwenyewe nikimuona nitakuja nitawaambia msamehe. Mtu hafanyi kitu mara moja tu na mkachukua hatua. Basi nikangangana. Nashukuru huyu tajiri wangu akanielewa, akaambia huyo brother yake na mama yake, akaambia mwacheni basi, akifanya tena huyu atatuambia mwacheni. Basi ndio yule mama sasa akasema ni sawa. Naye alipata adhabu, maana huko kupigwa alikopigwa ni kipigo kikali sana. So namshukuru Mungu, hayo pia yakaenda yakaisha yakapita. Sasa tukawa tunaendelea tuna kazi, muda si muda ikabidi sasa walete mfanyakazi mwingine ambaye sasa atakuwa ndio wa hiyo nyumba. Sasa wakasema wanatafuta wa huko kwetu Mkenya. Basi wakatafuta mimi, wakawa wananionyesha huyu namuonaje huyu, lakini roho ilikuwa inaniuma, maana nilikuwa nasema sitaki kuja Mkenya mwenzangu, maana yale mateso yako sitaki mwenzangu ayapitie. Lakini wakapata mwingine akakuja. Sasa kabla hajakuja mimi, babangu kule nyumbani alikuwa tu mgonjwa ghafla. Ndio nikaambiwa babangu ni mgonjwa, anaugua. Kiasi kama wiki moja, wiki ya pili babangu akaaga. So alivyoaga ikabidi nimwambie huyu tajiri wangu nataka kuenda mazishi. Basi hapo napo kulikuwa na kazi ngumu kweli, maana alikataa na akawa amenibadilikia. Sasa hanioni maana kabisa, na nitukana na kugombeza bila sababu, kwa sababu nataka kuenda mazishi. Basi ilinibidi niingie maombi, nikachukua saumu, nikafunga siku ya kwanza, siku ya pili. Nilifunga mwanzo asubuhi, nikalala, nikaamka kesho asubuhi. Nikamwambia tena, akasema hakuna. Sasa nikashindwa mimi, hata sikuja na ofisi, mbona wananikataza? Nikasema Mungu nipiganie, Mungu unionekanie. Ikabidi hiyo siku ni asubuhi nikafungua, nikaendelea. Alafu usiku nikaomba tena, nikamwambia Mungu nahitaji jibu lako, nahitaji jibu kutoka kwako. So nilivyokuwa nimelala,
nikaletewa ndoto. Hiyo ndoto yani ilikuwa ni kama Mungu amejibu maombi, maana nilijipata kuna kitu ambacho amenipa, kama ile tikiti alikuwa amenipa. Hiyo ndio niliona kama tikiti amenipa ya kuwa naweza kuenda, na nikajipata ninaagana na yeye. Basi nikasema Mungu nakushukuru, maana umejibu maombi. So ilivyofika usiku nikawafuata. Walikuwa wamekaa tu huko kwa hizi mahali huko kwa wanaume kukaa. Nikamfuata, nikamwambia wakiwa pamoja na huyo bwana. Nikamwambia mimi niko tayari, ule mshahara wangu ambao hamjanipa sahihi, basi mnilipie tikiti, mimi nitaenda nikazike baba yangu alafu nitarudi. Huyo bibi akasema hapana, haiwezekani. Huyo bwana akasema hapana, unaenda kwa muda gani? Nikamwambia mimi nataka hata kama ni wiki 2 tu nimalize mazishi alafu nirudi. Akasema wiki 2. Nikamwambia ama tufanye mwezi. Akasema okay ni sawa, kama ni mwezi lakini sasa ujue hauna kitambulisho. Nikamwambia sasa mimi hiyo sio shida yangu, hiyo ni shida yenu nyinyi, maana mimi nilikuja, nyinyi ndio mnatakana mnisimamie kitambulisho, kwa hivyo hiyo si shida yangu. Basi nikakaa. Baadaye akaniita akaniambia okay ni sawa, tutakutengenezea. Sasa huyu bibi hakuwa anahitaji kabisa, maana alikuwa amenikasirikia, lakini nikasema wacha Mungu aitwe Mungu, najua Mungu umejibu maombi. Basi kufikia siku ya pili yake ambayo ilikuwa ni ya 3, maana babangu aliaga tarehe 1 Disemba. So ilipofika tarehe 4 akaniambia haya kesho unaenda, lakini hakuniambia ni saa ngapi. So nikajitayarisha, nikajipanga, maana nilifunga kwa hizo siku 3. Ilikuwa tarehe 4. Nikajipanga kwa ajili ya kwenda kwa mazishi. Basi nikawahi, japo hiyo mshahara wangu walikata yote na sikuwa na chochote kabisa, maana pesa nilikuwa ningepata yote tunatuma, lakini alinipa 100 tu, hiyo ya kuwa ninaweza nganunua chochote. Basi nikamshukuru Mungu na nikaenda nikafanya mazishi nikamaliza. Kufikia tarehe 5 Januari nikawa nimerudi. Basi nashukuru Mungu, nilivyorudi sasa ndio nikapata yule mwenzangu Mkenya ambaye sasa ndio alikuja huku tarehe 28 mwezi hiyo Disemba. Tarehe 28 si Disemba. Disemba. Maana mimi nilitoka huku tarehe 5. So nikaja tukajuana. Nikamwambia haya, karibu. Na alikuwa hata ni wa huko kwetu kabisa, lugha ni moja tunaongea. Basi nikajaribu kumueleza kenye kiko. Yeye alikuwa ni Muislamu. Nikamwambia huku utayaweza yote kwa maombi. Akasema mimi nilikuwa Mkristo ndio nikasilimu. Ni kwa vile tu nimetoka kwa familia ya Uislamu, lakini mimi nilikuwa Mkristo. Nikamwambia okay ni sawa, kusali ama kuomba, Mungu anasikia. Akasema mimi nitarudi kanisani, maana tulivyokuwa tukija huku tuliombewa. Mwenyewe agent mwenye alituleta huku alikuwa ni mtumishi, kwa hivyo alituombea na akatuombea sala toba na tukakuja huku. Kwa hivyo mimi nitashikilia maombi. Basi nikawa kila wakati nikipata nafasi kushuka namwambia, nazidi tu kumwambia uwe muombaji. Basi baada ya muda naye akaanza kuona mambo, naye zile sauti sasa akawa anazisikia akiwa amelala. Yeye analala huko chini huko underground. So akiwa amelala nasikia mtu anakuja mpaka akifika katikati hiyo ninyo inaisha, hiyo mtu kutembea inaisha. Anasikiliza, anaamka kabisa, anakaa anasikiliza, inapanda ikifika hapo katikati ndio hivyo. Sasa siku nyingine akaamua wacha niangalie kama ni nani. Sasa akawa anasikiliza, inateremka, akatoka kaangalia, hakuna kitu. Akarudi mahali kwake, anasema aliingiwa na uoga lakini akaomba. So akawa ananiambia mimi dadangu, nikiomba paka nimejua hivi nimeomba, nikiamka asubuhi ni vita na huyo mama, vita. Lakini nikisema tu nimechoka naomba tu kidogo na lala, nikiamka napata kuna kao afadhali.
Sasa nikamwambia yake ni vile vitu ambazo pia mimi nilikuwa naziona na nilikuwa nikizisikia. Nikamwambia kazana na maombi. Basi namshukuru Mungu, maana yeye pia kawa sasa anaomba, na nikimwambia naomba, yani ninamweleza. Kwa mfano nikimpata hivi kama dakika 2-3, maana hawataki tuwe pamoja, maana wanajua nikiwa pamoja na yeye nitamwambia mambo zao. So nikipata time tunamwambia tu kidogo, kuna hivi na hivi na hivi. Basi na yeye anapata hiyo maisha yenye yako hapa. So namshukuru Mungu kwa sababu pia yeye neema ya Mungu imemfinika. Maana huyo mwanzake ambaye yuko huyo ambaye anachunga mtoto, kila leo yeye anapigwa tu, lakini pia yeye hajanyoshewa mkono. Unaona? Kwa hivyo nataka ujue kwamba Mungu anaweza, na hakuna jambo ambalo unaweza kumwambia Mungu na akose kukujibu. Ila ni imani na vile ambavyo wewe mwenyewe utakuwa umeweka tegemeo lako wapi. Kwa hivyo Mungu ni mwaminifu. Mungu alimpigania na mimi pia bado ananipigania. So kuna wakati, Mungu ni mwema jamani. Kuna wakati nikaanza sasa kuota ndoto. Maana katika nilipopata simu nikaingia kwa grupu nyingine, alafu hiyo grupu kuna mdada hapo alikuwa akinisikia, yani nikituma voice kama naongea napenda kuweka Mungu mbele. Ndio akaniambia, dadangu mimi nakuona ni kama umeokoka, tuko na kanisa online, unaonaje nikakujoin, nikakuadi huko. Nikamwambia okay ni sawa, hakuna shida. So akaniadi, nikaanza sasa, nikawa ninapata neno. Hapo ndipo nilipokuwa kiroho. Nikakaa, kuna wakati nikaja nikapata pasta mwingine akaniombea sala toba. Alafu akaniambia tuko kwa mfungo wa siku 40, lakini leo ilikuwa ni kama siku ya 13. So kama utatujoin, nikasema ni sawa, mimi nitajoin. Lakini wakati nilikuwa na homa, sasa nikasema wacha nimalize kutumia hizi dawa alafu nitajoin. So baada ya kama siku 3 nikaingia kwa hayo maombi. Basi nikaendelea na maombi mpaka nikamaliza. Lakini walipofika hawa 40, mimi nilikuwa sijafika. Nikaendelea na mimi mpaka nikamaliza hizo 40. So nilipomaliza hizo 40, nikawa nina kiu, nahitaji group ambayo ni ya maombi. So nikatafuta, nikapata, nikauliza dada mwingine kwa hiyo kanisa, akaniunganisha na kikundi cha maombi. Yani tunajiita sisi yani tunasimama kwa zamu. Naona, so hiyo group tukawa tunaombea nchi yetu, tunaombea dunia nzima, tunaombea watoto wetu, watoto wa majirani, yani tunaombea kila kitu, tunasimama kwa zamu yani. Alafu na sisi wenyewe pia. So hapo napo nikazidi kuinuka kiroho. Sasa nikaanza kuwa nikilala kuna vitu ninaonyeshwa. Unaona? So nikaanza kuona kitu ya kwanza ambayo nilionyeshwa, nilimuona bradangu akiwa kwa gari yake anapeleka, na hiyo gari hapo ndani kulikuwa na watu, lakini hawakuwa na furaha. Hao watu hawakuwa na amani. Sasa nikaona eti kuna polisi amesimamisha hiyo gari, na akawa anamuuliza maswali. Mwisho wa kuishia mimi sasa nikajipata nimeenda nyumbani. Sasa vile natembea, sijafika nyumbani kwa boma yetu, lakini natembea tu na hiyo barabara, nikapata watu wakawa wamesimama grupu hivi wanaongea. Nikawauliza ni nini, wakaniambia mamako hana amani kule kwa sababu bradako sio ameshikwa, yuko polisi, na gari yake pia iko polisi. Sasa nikashindwa ni nini. Nikamwambia mamako analia kwa sababu anasema huyo ndiye mtoto ambaye alikuwa ametegemea na sahihi yuko ndani. So mimi nikasema sasa nikawa naambia wale watu acha nikimbie nikamuone mamangu. So nikafikia grupu nyingine hapo, wakaniambia hapana, ameachiliwa, hayuko ndani, ameachiliwa. Nikajipata nimeamka. Sasa nikamweleza mtumishi mwingine, akaniambia ombea kazi ya brother yako. Nikasema okay ni sawa, na uombee, maana kuna kitu ni kama umeonyeshwa kinakuja na si kizuri, lakini ombea. So nikaingia katika maombi.
Nikaomba. Mungu ni mwaminifu wapendwa. Maana niliomba alafu baadaye nikaja mimi nikaaja. Nikaota tena ndoto nyingine ya kuwa kuna madhabahu fulani. Tena nikamuota huyo brother. Kuna madhabahu fulani ambayo hapana si madhabahu, kuna mkataba fulani ambao uliwekwa. Nikaonyeshwa mpaka hiyo karatasi ya mkataba. Nikasema Mungu. Nikamwambia tena mtumishi, akasema endelea kuomba. Basi nashukuru Mungu, maana Mungu ana sababu na lengo. Na si eti umeota leo kitu kitafanyika kesho. Hapana. Unaota leo, kuna vitu zingine unaweza ukaota usitake kujua maana ya ndoto. Jua ujumbe. Kwa kila ndoto unayoota usiwe tu na hamu ya kujua ndoto inamaanisha nini. Hapana. Jaribu kujua ujumbe wa hii ndoto ni nini. Maana mimi nilisimama katika zamu na nikaomba, nikaingia katika mfungo. Nikaomba nikiambia Mungu nahitaji kama kuna kitu kibaya ambacho kimepangwa kwa ajili ya ndugu yangu, basi ninasimama kwa zamu na kupinga hizo roho za mauti, kupinga hiyo roho ya mauti. Sasa nikaomba kiasi kama miezi miwili, alafu nikaja maana nilikuwa sasa ninaoteshwa leo nikiota hii alafu nikiomba nikimwambia Mungu ni nini hichi ambacho unahitaji kunijulisha. Kesho ninapoota ataniletea hiyo ndoto ya muendelezo. Unaona, sasa hiyo ndio kitu ambacho ilikuja ikaanza kunishangaza. Mbona nikiota? So nikaendelea nikawa ninaota, lakini baadaye sana kama miezi 7 hivi nilikuja nikaota. Kabla hiyo miezi 7 haijafikia, nilikuja nikaota mtumishi. Yani nikaona mtumishi na huyo huyo mtumishi na huyo brother yangu. Maana hizo gari zilikuwa 2. Brother yangu alikuwa na yake na mtumishi ambaye ni pastor wa huyo brother yangu. Unaona, nikaona wamepanda kwa gari na hiyo gari imeanguka. Na wao ni kama ambayo walikuwa wamekufa, lakini nikaomba mpaka nikawaona wakasimama kabisa, wakasimama. Nikasema Mungu, ni nini hiki? Sasa baada ya hapo nilikaa kama mwezi mmoja ama miezi miwili hivi. Ile ndoto ya mwanzo na hii ikawa yani ya mwanzo kama miezi 7 na hii nyingine kama mwezi mmoja ama miezi miwili. Basi zile gari zilikuja zikapata accident. Ile ya kwanza ya brother yangu hata ilikuwa imetoka tu kutengenezwa, ilikuja ikapata accident. Iligonga tu mchanga kule mbele kote, kukavunjika kote ile ninio mpaka kifuniko mpaka ikatoka. Unaona. Alafu ile ya yule mtumishi sasa, ile ya mchungaji, ilikuwa iko katika barabara na iko na watu hapo ndani. Na sasa ndio ilienda ikapata ajali. Ile tire ilienda ikatoka kabisa, ikiwa gari iko speed inatembea. Lakini Mungu ni mwaminifu. Mungu kila anachokipanga ama alichokuonyesha na unaposimama, Mungu anasikia. Maana hiyo gari ilienda hivyo ikaanguka, na hao watu waliokuwa hapo ndani hakuna hata mmoja aliyekufa, isipokuwa ni mmoja tu ndio aliumia. Nikasema Mungu, hichi ndicho ulikuwa kumbe unamaanisha. Unaona? So nikajua Mungu ana mpango na mimi na anahitaji nikamtumikie. Hizo habari za ndoto ni nyingi sana ambazo ilikuwa yani hata nilikuwa nikielezea mtumishi hapa, anasema sasa wewe hata unaweza hata kuandika kitabu hivyo ilivyo kabisa. Yani ndoto zilikuwa zinakuja wazi kabisa hivi. Unaona, nikamshukuru Mungu. Hata wakati nitakapopata nafasi ya kufanya kipindi, nitawaonyesha hizo gari venye zilikuwa, alafu utaniambia hiyo gari moja hivyo ilivyoumia. Kama yani ukifikiria hivi kimacho tu hivi ya kimwili, unasema hapa hakukubaki mtu, wote walikufa, lakini hawakufa. So nikajua kwamba Mungu ananitumia, anahitaji nikafanye kazi yake. Basi nikaendelea kusimama katika magoti na kumuita Mungu. Kasema Mungu, ninahitaji nifanye kazi yako. So kuna mambo nikawa naonyeshwa ya kuenda kuhubiri. Najipata niko katika hiyo grupu, tumeambiwa tukahubiri kwa familia, tukahubiri kwa kanisa, tukahubiri kwa yani
kama kwa ulimwengu wote, maana tuliambiwa tuende tukahubiri. Haya, tukarudi tena tukaambiwa tena sasa yani nikajua Mungu kuna kitu Mungu amepanga ndani yangu. Nikimwambia yule mtumishi ananiambia kuna kitu nahitajika usimame. Basi namshukuru Mungu, maana mwishowe nikaonyeshwa pia niko katika group. Mimi ndio niko mbele na nikaongozwa, nikaona mshale, yani kuna roho ikaniambia fuateni hii njia, muende huko mkahubiri neno. Sasa tukafuata hiyo njia, kufika tukapitia kinjia chembamba mpaka huko mbele, tukatokea mahali yani nikaanza kuona vitu ambazo hata mimi mwenyewe sikuwa naelewa, lakini huyu mtumishi akaniambia Mungu amekuchagua, kwa hivyo simama. So nikawa mimi sitaki, hata nilikuwa nikioteshwa ndoto zingine kanisani, sitaki kupeleka, sitaki kuongea na sikutaka. So nilikuwa namtumia mtumishi tu, anasema hapana, lazima tuombe hiyo roho ya uoga ikutoke. So tukaingia maombi kwa siku 3 na huyu mtumishi. Basi nashukuru Mungu, maana tulipomaliza hayo maombi, baada ya kama siku 3 hivi ama wiki, nikajipata kuna kitu fulani ambacho kimetoka kile cha uoga. Ndio nikaanza yani nikafanya kazi, kumaliza kazi zangu, nikasikia tu roho inaniambia nenda utume neno, nenda uongee na watu wangu, nenda uongee na watu wangu. Basi nikaingia katika katika YouTube, ndio nikaeka hiyo, acha hiyo ya kwanza ya hapo katoto kadogo, pana hiyo ya kwanza sasa yangu mimi, ndio nikaanza kuhubiri, nikaanza kusema hiyo neno. Namshukuru Mungu, maana hilo neno ndilo lisema hapo ni neno ambalo nililetewa mara 3 kwa ndoto. Yeremia 30 Yeremia nimesahau kidogo, Yeremia sijui mlango ngapi, lakini najua 33. Nitatafuta ama nitatafuta, nimesahau kidogo, mtanisamehe. Hilo neno linasema niteni nami nitaitika, nitawaonyesha mambo magumu na mazito msiyoyaweza. Hilo neno nililetewa mara 3. So nikasema Mungu, kama ni mapenzi yako wacha yakatendeke, nitasimama na nitahubiri neno lako. So namshukuru Mungu, nikaendelea na huduma na bado naendelea na huduma. Basi kuna pati nyingine hapo imebaki, nitaendelea hapo mbele baadaye na mtumishi pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu awabariki sana wapendwa wa Mungu.